Kwa muda mrefu hatukuwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Dr. Catherine ambaye tulikuwa tunadadavua kwa kina zaidi na kuyachunguza maandiko hasa kupitia kitabu kile cha Danieli. Na leo imekuwa ni surprising package. Tumekuwa naye tena kwenye mwendelezo mwingine wa kile ambacho tulikuwa tumejifunza. Wiki iliyopita tulikuwa tunazungumza elimu ya mwanadamu ni nani, na tulipiga kama kwa episode 2, lakini hii episode nyingine tupo tena na mtumishi wa Mungu anaitwa Dr. Catherine Makundi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sogezea kipaza, umekaa mbali sana. Karibu. Asante. Unajisikiaje kwa leo, siku ya leo? Najisikia vizuri tena kuwa hapa. Unaona bashasha. Hebu niambie siri ya hii bashasha ni nini? Nafikiri ni kwa sababu ya wema wa Mungu. Wema wa Mungu. Yeah. Yaani una bashasha limejaa pomoni, yani limejaa mpaka juu, yani kama maji yanafurika hivi. Okay, leo kwenye uchambuzi wa Biblia hasa tunachunguza maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Danieli. Tunajikita wapi hasa? Okay, kuanzia leo na vipindi vinavyoendelea, sina uhakika vitakuwa ni vingapi. Ndio. Lakini tutaanza kuziona zile ndoto za wafalme au maono ya wafalme sasa walio kuwepo Babeli kipindi na Danieli akiwepo. Ndio. Na leo tutaangalia ndoto ya kwanza kabisa ya mfalme kipindi Danieli akiwa utumwani. Sawa, kwa tutajikita hapo, alafu tutaona ni vitu gani Mungu anatufundisha hapo. Karibu, uga huu ni wako bwana. Asante. Na moja kwa moja tutaenda kwenye kitabu cha Danieli sura ya 2. Zile sura ambazo tulizifanya kwenye sessions zilizopita hazikuhusiana na ndoto kabisa, zilikuwa zinahusiana na karakta ya hawa vijana wa Kiyahudi wa Kiebrania waliopelekwa utumwani Babeli. Sasa nitaanza kusoma, ni mistari mingi kidogo lakini hatuna budi tuisome. Biblia inasema, katika mwaka wa 2 wa kumiliki kwake Nebukadreza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata niijue tafsiri yake. Ndipo hao Wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, mfalme uishi milele. Tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akawaambia Wakaldayo, neno lenyewe limeniondoka. Msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa jaa. Bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Wakajibu mara ya 2 wakasema, mfalme na atuambie sisi watumishi wake ile ndoto, nasi tutamuonesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akasema, najua hakika ya kuwa mnataka kupata nafasi, kwa sababu mmeona ya kuwa lile neno lenyewe limeniondoka. Lakini msiponijulisha ile ndoto, iko amri moja tu iwapasayo. Maana mmepatana kusema maneno ya uongo na maneno maovu mbele yangu, hata zamani zitakapobadilika. Basi niambieni ile ndoto, nami nitajua ya kuwa mwaweza kunionyesha tafsiri yake. Wakaldayo wakajibu mbele ya mfalme wakasema, hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme wala bwana wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa Mkaldayo. Ni neno la ajabu hili analolitaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumuonesha mfalme neno hilo ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Basi kwa hiyo mfalme akaghadhibika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli,
Basi ile amri ikatangazwa na hao wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa. Watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe. Ndipo Danieli kwa busara na hadhari akamjibu Arioko, akida wa walinzi wa mfalme, aliyekuwa ametoka ili kuwaua wenye hekima wa Babeli. Alijibu akamwambia Arioko, akida wa walinzi wa mfalme, mbona amri hii ya mfalme ina ukali namna hii? Ndipo Arioko akamwarifu Danieli habari ile. Basi Danieli akaingia akamwomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamwonyesha mfalme tafsiri yake. Ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake akawapasha habari kina Hanania na Mishaeli na Azaria wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni. Danieli akajibu akasema, na lihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzulu wafalme na kuwamilikisha wafalme, huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Na kushukuru na kuhimidi Mungu wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo, ukanijulisha hayo tuliyotaka kwako, maana umetujulisha neno lili la mfalme. Basi Danieli akaenda kwa Arioko aliyewekwa na mfalme kuwaangamiza wenye hekima wa Babeli. Alikwenda akamwambia hivi, usiwaangamize wenye hekima wa Babeli, niingize mimi mbele ya mfalme, nami nitamwonyesha mfalme ile tafsiri. Ndipo Arioko akamwingiza Danieli mbele ya mfalme kwa haraka, akamwambia hivi, nimemwona mtu wa hao wana wa Yuda waliohamishwa atakayemjulisha mfalme ile tafsiri. Mfalme akajibu akamwambia Danieli aliyekuwa akiitwa Belteshaza, je, waweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema, ile siri aliyoiuliza mfalme wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi, wala waganga, wala wanajimu, lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadreza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Ndoto yako na njozi za kichwa chako ulizoziona kitandani pako ni hizi. Wewe mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni mwako kitandani pako ya mambo yatakayokuwa, halafu na yeye afunuaye siri amekujulisha mambo yatakayokuwa. Lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima iwayo yote nilionayo zaidi ya watu wengine walio hai, bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri, nawe upate kujua mawazo ya moyo wako. Wewe mfalme, uliona na tazama sanamu kubwa sana. Sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako, na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi, kifua chake na mikono yake ni ya fedha, tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba, miguu yake ni ya chuma, na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo. Nao ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, likaivunja vipande vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari, upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake. Na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa milima mikubwa, likaijaza dunia yote. Hii ndiyo ile ndoto, nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Wewe mfalme, mfalme wa wafalme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu, na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani amewatia mkononi mwako, naye amekumilikisha juu ya hao wote. Wewe u kichwa kile cha dhahabu, na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine
mdogo kuliko wewe, na ufalme mwingine wa 3 wa shaba utakao itawala dunia yote. Na ufalme wa 4 utakuwa na nguvu mfano wa chuma, na kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda. Na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote, ndivyo utakavyovunja na kuseta. Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake zitakuwako nguvu za chuma, kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope. Na kama vidole vya zile nyayo vilikuwa nusu chuma na nusu udongo, kadhalika ufalme wake utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umevunjika. Na kama vile ulivyo kiona kile chuma kimegawanyika na udongo wa matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Na kama vile ulivyoona ya kuwa jiwe lilichongwa mlimani bila kazi ya mikono, na ya kuwa lilivunjavunja kile chuma na ile shaba na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu, basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye, na ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni thabiti. Mstari wa 46 anasema, ndipo Nebukadreza mfalme akaanguka kifudifudi, akamsujudia Danieli, akatoa amri wamtolee Danieli sadaka na uvumba. Mfalme akajibu akamwambia Danieli, hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa wafalme, awezaye kufumbua siri, kwa kuwa wewe uliweza kuifumbua siri hii. Basi mfalme akamtukuza Danieli, akampa zawadi kubwa nyingi sana, akamfanya kuwa mkubwa juu ya uliwali wote wa Babeli, na kuwa liwali mkuu juu ya wote wenye hekima wa Babeli. Tena Danieli akamwomba mfalme, naye akawaweka Shadraka na Meshach na Abednego wawe juu ya mambo yote ya uliwali wa Babeli, lakini huyo Danieli alikuwa akiketi katika lango la mfalme. Mistari mingi. Sasa angalia mambo kadhaa ambayo tunaweza tukajifunza hapa. Sawa. Jambo la kwanza tunaloweza kuliona ni habari ya limitation au kushindwa kwa miungu ya Babeli. Kipindi cha utawala wa Babeli kuna miungu miwili ambayo ilikuwa inajulikana kuwasaidia watu shida na changamoto zao. Wakati wowote wanapopata changamoto wanaigeukia, na hii miungu walikuwa wanawakilishwa na wale wachawi na waganga na Wakaldayo kama Biblia ilivyosema, ambao mara nyingi wanaonekana wakitumiwa na wafalme. Mfalme ameota ndoto, atawaita. Mfalme ameona kitu, atawaita ili waje wamweleze vinamaanisha nini hivyo vitu. Sasa tukiangalia kwenye mstari wa 4 hadi wa 11, tunaona kwamba mfalme aliisahau ndoto yake, akawaita hawa wachawi waganga wa Babeli ambao alitaka wamwambie ameota nini, maana mfalme alisahau ndoto yake, alafu wamwambie tafsiri ya kile alichoota. Hawa waganga Biblia inaonyesha kwamba hawakuweza. Kwa nini? Kwa sababu kwanza walikuwa hawajui mfalme ameota nini, na wanajaribu kujitetea kwamba hakuna mtu ambaye amewahi kutafuta tafsiri ya ndoto ambayo hajawashirikisha wale anaotaka wamtafsirie. Ndivyo walivyozoea. Na tunaona mfalme kwa sababu ya jinsi alivyokuwa disturbed na ile ndoto, hakumbuki, lakini moyoni anasumbuka kwa sababu ya alichokiota. Aliweka masharti makali kwamba wasipoweza kutafsiri watakufa, lakini wakiweza kuna zawadi kubwa ambazo amezitoa. Na tunaona mpaka mstari wa 11 hawa watu hawakuweza, na kwa sababu ya namna mfalme alivyokuwa anasumbuka, amri iliyotoka ni kwamba hawa watu walitakiwa wauawe. Wameshindwa kumpa mfalme kitu anachokitaka. Na
kutokana na hii mistari tunaweza kuona jinsi ambavyo miungu mingine tofauti na Mungu ina limitation. Kuna vitu inaweza kufanya lakini haiwezi kufanya vitu vyote. Na hili tunaliona kwa sababu ya hawa waliowakilisha miungu ya Babeli waliposhindwa kumwambia mfalme ndoto yake na kuitafsiri. Lakini jambo la pili ambalo tunaliona lipo kwenye mstari wa 14 hadi wa 16, ambapo baada ya amri hii kutoka, Danieli ambaye wakati ule na yeye alikuwa anaonekana ni mmoja kati ya wachawi, kati ya waganga, kwa sababu ya hekima ya Mungu ambayo ilikuwa inakaa ndani yake, na yeye pamoja na wenzake walitafutwa ili wauawe. Ile amri haikuwahusisha tu wale waliokuwa mbele ya mfalme, iliwahusisha na wachawi wengine wote wa Babeli. Na huyu akida wa mfalme aliyepewa kutekeleza hili agizo anapofika kwa Danieli, Danieli anamwambia hichi kitu. Mstari wa 14 anasema, ndipo Danieli kwa busara na hadhari akamjibu Arioko, akida wa walinzi wa mfalme aliyekuwa ametoka ili kuwaua wenye hekima wa Babeli. Alijibu akamwambia, mbona amri hii ya mfalme na ukali namna hii? Mstari wa 16 Danieli anamwambia, Danieli anaingia kwa mfalme, anamwomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamuonesha mfalme tafsiri ile. Mstari unatuonesha kwamba Danieli alikuwa na ujasiri kwamba anaweza kumwambia mfalme ndoto yake, na alikuwa na ujasiri kwamba anaweza kumpa mfalme tafsiri yake, na anaomba muda kwa mfalme. Na unaweza ukawaza kwa nini alikuwa na huu ujasiri. Ukirudi kwenye sura ya 1, Biblia inasema Danieli alikuwa na ufahamu katika mambo yote na katika maono na katika kutafsiri ndoto. Uwezo ambao Danieli mwenyewe anakuja kuutaja sio kwa sababu yeye ni mkubwa kuliko wachawi wa Babeli na vitu kama hivyo, lakini kwa sababu ya Mungu aliyekuwa ndani yake na anayetenda kazi ndani yake. Kwa hiyo tunaona ujasiri aliokuwa nao Danieli kiasi cha kumhakikishia mfalme kwamba akimpa muda atampa mfalme tafsiri yake. Na tukija kwenye mstari wa 19 hadi mstari wa 23, tutagundua kwamba ule ujasiri wa Danieli ulikuwa ni wa uhakika. Mstari wa 19 hadi wa 23, hatutasoma mistari yote, lakini tutasoma ile mistari ambayo inatuonesha kwamba Danieli kweli aliweza kupata ile ndoto na tafsiri yake. Mstari wa 19 anasema, ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku, basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo tunaona kwenye mstari wa 16 Danieli alikuwa na ujasiri kwamba atamtafsiria mfalme ndoto yake. Ndio. Na kwenye mstari wa 19 inatuonyesha kwamba Danieli alifunuliwa ile siri na Mungu na akamhimidi Mungu. Ukifuatilia mistari utaona anamhimidi Mungu kwamba Mungu ameweza kuifunua ile siri. Mungu anawaweka wafalme na kuondoa wafalme, na utagundua kwamba hizi sifa alizokuwa anampa Mungu zilikuwa zinahusiana na kile alichofunuliwa kwenye ile ndoto. Sawa. Lakini kitu kingine tunachokiona kwenye hii sura ni kwamba Danieli alivyoomba apewe muda, alifanya kitu ambacho nafikiri ni cha kipekee naweza kusema kwenye hii sura. Aliwatafuta marafiki zake, akawaambia, Bwana kuna hili na hili. Mfalme asipotafsiriwa ndoto, wachawi wote wanakufa na sisi tunakufa pamoja nao. Biblia inasema wakamwomba Mungu rehema, Mungu wa mbinguni kwa habari ya hiyo. Tafsiri nyingine zinasema wakamwomba Mungu awafunulie ile siri ili wasiangamizwe pamoja na wale wachawi wa Babeli. Kwa hiyo approach walioitumia kwenye kutafuta kumpa majibu mfalme ilikuwa ni maombi. Na tunaona kwamba baada ya maombi Danieli anafunuliwa hii siri katika ndoto. Biblia haijaweka wazi ilichukua muda gani, lakini kwa sababu ya jinsi ambavyo ile amri ya mfalme ilikuwa urgent, naweza kusema labda ni usiku wa siku hiyo hiyo aliyoomba walipata majibu ya kile walichokiomba. Na hii inatufundisha na sisi kwamba kuna wakati mambo yanaweza yakawa hayaelewi kwenye maisha. Mambo yanaweza yakawa magumu, hamjui cha kufanya. Ndio. Msipofanya kinachotakiwa kuna uwezekano wa madhara.
Danieli na wenzake wanatufundisha kwamba the best approach ya kufanya ni kutafuta msaada kwa Mungu. Na kwa nini? Kwa sababu Mungu yuko reliable. Tukitafuta msaada kwake, yeye anatusaidia. Anasema Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Tafsiri za Kiingereza zinasema he's an ever present help in times of trouble. Just when you need. Hiyo inanikumbusha liturgia pale asubuhi. Yeah. Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana wakati wa mateso. Nakumbuka inanikumbusha kwenye liturgia nikiwa kanisani. Tuendelee. Kwa hiyo tunapoenda kwa Mungu kutafuta msaada, ndio msaada upo na Mungu anafanya. Kwa hiyo tunaona hawa vijana waliomba na Mungu akajibu. Sawa. Kwa hiyo tukiomba Mungu anajibu. Kama tunapoomba tuna uhakika wa majibu. Tuna uhakika wa majibu. Kwa hiyo inatakiwa tungoje. Exactly. Kuna najua sio topic yetu ya leo, lakini Mungu waga anajibu wakati mwingine sio kama tunavyofikiria au sio kama tunavyotarajia. Yeah. Biblia inasema mawazo yake yako juu sana kuliko ya kwetu, njia zake ziko juu sana kuliko za kwetu. Kwa hiyo kuna wakati sisi tunaanza, nikimwomba Mungu anipe hela, labda nitakuta muujiza wa hela kwenye akaunti yangu. Lakini wakati mwingine ukimwomba Mungu akupe hela, Mungu anakupa opportunity ya either kutumia ujuzi ulionao, kutumia muda ulionao, and then eventually unapata hela. Huo ni mfano. Kwa hiyo wakati mwingine njia za Mungu zinaweza zisiwe tunavyozifikiria na majibu ya Mungu yanaweza yasiwe tunavyoyafikiria, lakini Mungu anajibu. Wewe sasa kwa ushuhuda wako, Mungu ashaijibu ombi lako kwamba kuna kitu uliomba afu tushuhudie hapa kama alijibu au hakujibu? Okay. Moja kati ya maombi nilikuwa naomba nikiwa chuo, nilikuwa namuomba Mungu kwamba naomba nikimaliza chuo ndio nipate kazi right away. Yaani papo kwa papo. Na nilikuwa na tabia ya kuomba hivyo tangu nikiwa mdogo. Kwa mambo yangu yalikuwa yananyoka tu. Kulingana na namna nilivyokuwa na tafsiri. Ndio. Kwa hiyo nimemaliza chuo miaka yangu 5, nikafanya internship mwaka mmoja. Kabla sijamaliza internship, nikawa nimeomba nafasi ya kuvolunteer pale nilipokuwa nafanya internship. Okay. Na nilikuwa na uhakika nitapata. Lakini pia nilikuwa nawaza siku zote maombi yangu niliokuwa nikimwomba Mungu yanaendaga tu. Kwa hiyo nina uhakika nikimaliza intern kazi nayo. Kwa sababu unaamini. Kwa hiyo sasa nikawa nimemaliza internship, ile nafasi ya kuvolunteer sikupata. Na iliniumiza, nikasema nilikuwa naona kabisa, yani achilie mbali kwamba nimemwamini Mungu, lakini kwa mazingira yalivyokuwa pale nilipokuwa naomba nafasi, yalikuwa ni rafiki, yani nafasi ni nje kwa sababu madaktari wengi wa ile idara walikuwa wameenda kusoma, kwa hiyo kulikuwa na uhaba wa madaktari. Nikajua kabisa lazima nitapata. Sikupata. Kwa ukasema Mungu hajajibu. Karudi kinyonge. Kwa ili kulamba. Kipindi haikunilamba. Now that I look back. Asa sikujibiwa sili kulamba. Hapana, haikunilamba. Nikawa nimekaa nyumbani wiki moja. Ndio. Kuna dada mmoja tulikuwa tunafanya naye internship. Alikuwa na rafiki yake ana dispensary. Sawa. Mkoa wa Songwe. Akanitafuta, akaniambia Kate, nina ndugu yangu anahitaji daktari right away. Moja kwa moja. Nikamwambia nilinki naye, nikaenda, nikamsikiliza nini anataka nifanye. And just like that nikawa nimepata nafasi. Lakini kule kulikuwa mbali. Ulikuwa unataka upate eneo la karibu. Yani kulikuwa mbali na mazingira niliyoyazoea. Lakini pia nilikuwa napata shida sana sehemu ya kuabudu. Kwa hiyo nilikuwaga kila weekend narudi huku Mbeya kuja kusali.
Ilikuwa natumia gharama kubwa. Well, kipindi kile nauli ilikuwa cheap, kwa hiyo ilikuwa sioni tabu. Na walikuwa wanalipa vizuri. Yaani ukilinganisha na level ya kituo na jinsi walipokuwa wanalipa, walikuwa wanalipa vizuri. Yaani ilikuwa kama hospitali fulani hivi. Exactly. Na ilikuwa ina wagonjwa wengi sana kwa sababu ya location yake. Kwa hiyo nikawa nimefanya kazi kule miezi 3. Kila weekend narudi Mbeya kusali, then narudi kule. Mungu alivyomwema, kabla miezi 3 haijaisha nikiwa kule, kuna sehemu nyingine nilikuwa nimeomba kuvolunteer. Nikawa nimeitwa for interview ambayo ni huko Mbeya. Na wewe mlengo wako ulikuwa Mbeya. Nilikuwa natamani kupata shida. Maana huko ulikuwa hamna hata kanisa. Yaani watu wanaabudu mizimu. Nikawa nimerudi. Nikafanya interview. Nikapata. Kwa hiyo kule nikawa nimemaliza miezi 3 inaisha. Nikawa nimepata huku. Kwa hiyo nikaanza kuvolunteer huku. Nikawa nina volunteer nikiwa nawaza kwamba mara nyingi kuvolunteer ni mwaka mmoja, then kama watu wanakuajiri, kama hawakuajiri unaenda kutafuta sehemu nyingine. Kwa baada ya mwaka kuisha nilikuwa na uhakika nitapata contract, but haikuwa hivyo. Na ukiwa una volunteer kuna benefits unapata. Haupati. Yani hata ile overtime upewe. Well, overtime utapewa, lakini kuna zile benefits ambazo wafanyakazi wengi ambao wanapata. Mfano kama akifanya kazi overtime kuna hela yake pale. Ni masuala kama ya bima, naweza kusema. Sasa. Mambo kama hayo. Yani I wanted more. Na kuna namna nilivyokuwa nafikiria tofauti na uhalisia. Kazi sivyo ilivyokuwa. Ndio. Long story short ni kwamba nilivolunteer kwa miaka 2 mfululizo bila kupata contract. Miaka 2 ilivyoisha, kwa meanwhile nilikuwa naendelea kuapply kazi. Nilikuwa natamani kupata permanent job. Kwa hiyo ile miaka 2 inaisha, nikawa nimeitwa sehemu nyingine. Nje ya Mbeya. Nikaondoka, lakini moyo uko Mbeya. Kwa yani kusudi lako wewe ilikuwa ni Mbeya. Mwanzoni haikuwa hivyo. Yani kwamba kusudi la Mungu wewe ulikuwa umeweka maagano yako wewe na Mungu au nadhiri na Mungu kwamba upate kazi Mbeya. Well, hapana. Karibu na mazingira ambao unaishi. Hapana. Haikuwa hivyo. Ila nilijikuta tu moyo ulikuwa hivyo. Moyo uko Mbeya. Kwa ina maana sasa hiyo ilikuwa ni alama kwamba inakuambia kwamba wewe kusudi lako ni kuwepo hapa. Naweza kusema hivi. Kwa hiyo nikaondoka, nikawa nimeenda kazi nilikuwa naifanya. Na nyezi kuridhika nayo kwa sababu nilikuwa na move around a lot. Leo niko Dar, kesho niko Tabora, kesho niko Kagera. Na nilikuwa ninatamani kuseto. Ndio. Kwa kipindi chote hicho nilikuwa bado namwamini Mungu kwa ajili ya ajira ya kudumu. Sasa. Kwa baada ya kufanya kazi miezi 3 nikawa nimepigiwa simu na huku nilikokuwa nimevolunteer miaka 2. Wakaniambia tunakuhitaji, unaweza kuja haraka. Na ulikuwa unataka papo kwa papo. Waswahili wanasema mujarabu yani. Kwa hiyo bahati nzuri kule nilikokuwa hakukuwa kuna nibana. Walituruhusu kwamba ukipata kazi sehemu nyingine just notification 24 hours before you leave. Kwa hiyo nika notify, then nikarudi nikawa nimepata contract. Hapo sasa ndo moyo wako ukatulia. Sasa nikawa na tafakari. Nikasema nilimwombaga Mungu nikimaliza chuo nipate kazi right away. Na shauku yangu ilikuwa nipate kazi permanent. Nikagundua kwamba kipindi chote hicho sikuwa na kazi permanent, lakini nilikuwa na kazi. Sijawahi kukaa bila kazi. And nikajikuta namshukuru Mungu kwamba Mungu alinipa kazi. It's not just the way nilivyokuwa nafikiria itakuwa, lakini Mungu alinipa kazi. Kila mwezi nilikuwa na uhakika wa mshahara. Sijawahi kukaa bila kazi tangu nimemaliza chuo mpaka sasa hivi. Na
hiyo kwangu ilikuwa ni ushuhuda mkubwa kwamba Mungu anajibu hata kama hajibu kwa mtazamo ambao sisi tunatazama. Kwamba kwa sababu nimeomba Mungu anipe hela zitakuja kwenye akaunti yangu. Zitaingia tu ghafla binvu. Mungu anaweza kunitengenezea mchakato utakao nifanya niingize hela. Kwa sababu kuna wakati Mungu anaweza kuhitaji kufanya hivyo. Ndio. Lakini Mungu anatufundisha uwajibikaji hata tunapoomba. Kwamba hatukai tu tusubiri kupokea vitu hivi. Ndio. Lakini Mungu anatuonesha kwamba tunaweza kufanya kazi na yeye kupokea vile vitu ambavyo tunavihitaji. Na hiyo inaleta pia heshima kwenye jamii. Wewe kwa mfano tukuone una hela tu hatujui unachokifanya, tutawaza wewe ni mchawi, tutawaza wewe unaiba. Ni kweli. Kwa Mungu kuna wewe mhujumu uchumi. Kuna namna Mungu anatutengenezea a sense of responsibility. Ndiyo. Lakini pia na heshima kwamba huyu anafanya kazi, ana na anaweza kuhudumia jamii. Ndiyo. Na kufanya mambo ya kimaendeleo namna hiyo. Sawa. Kwa hiyo majibu ya maombi yanafanya kazi. Kwa maana ya Mungu anajibu maombi. Aha. Kwa hiyo tunachojifunza hapa ni nini hasa kutokana na hichi ambacho tumesoma kupitia maandiko? Okay, sasa hatujafika kwenye maeneo ambayo nilitaka tufike, lakini tunaweza tukaishia hapa tukaendelea. Tuendelee hapo ulipokuwa nataka ugusie. Okay, tumemaliza hili jambo la maombi. Lakini jambo la 4 ambalo tunaweza kuliona kwenye hii sura ni kwamba wakati mfalme anampokea Danieli alivyokuja na ile tafsiri ya ndoto, mfalme anamuaddress kwamba wewe nimesikia wewe unaweza kunitafsiria hii ndoto. Yaani kama alisikia, alipashwa habari kwamba maana yule akida alikuja akamwambia kwamba kuna mmoja wa hao watu wa Yuda anaweza kumpa mfalme tafsiri yake. Na ukikumbuka kwenye habari za Farao alivyoota ile ndoto, Yusufu alivyoletwa kwake alimwambia kitu kinachofanana na hicho. Sawa. Kwamba nimesikia wewe unaweza kunitafsiria ndoto yangu. Na kitu alichokifanya Danieli kinafanana na kile alichokifanya Yusufu. Alimwambia yuko Mungu wa mbinguni ambaye anaweza kumtafsiria mfalme ndoto yake na kumfunulia mambo ya hizo ndoto. Na kama unakumbuka kwenye vile vipindi vya mwanzo, nilisema moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikawa sio rasmi sana kwenye hawa wana wa Israeli kupelekwa utumwani ni pamoja na kumtambulisha Mungu wa kweli. Kwa hiyo nyakati zote wakati Danieli anatafsiri ndoto, wakati wanaingia kwenye kujaribiwa, kwenye masuala ya chakula, kwenye masuala ya kumwabudu Mungu wao, tunaona eventually kitu ambacho ni common kinatokea ni kwamba Mungu wao anatambulika. Na kwenye kila eneo anatambulika kwa namna mbalimbali. Na kwenye hii sura anatambulika kama Mungu anayeweza kuyafunua mambo ya siri au the God of Revelation. Na Danieli anasema zaidi ni Mungu ambaye kwake hakuna giza na kwake nuru imekamilika. Kwa hiyo tunaona Mungu akitambulishwa tena kwenye huu ufalme wa Babeli. Na hii sio mara moja tu. Mungu ametambulishwa mara kadhaa kwenye hiki kitabu cha Danieli. Na jambo lingine ambalo tunaliona hapa, Danieli anaendelea kumwambia mfalme kwamba sikutafsiri hii ndoto kwa sababu mimi ni zaidi ya hao wachawi, waganga na nini, lakini anampa tafsiri ya ile ndoto ili yeye mfalme aelewe. Na ukija kusoma kwenye hii sura ya 3 ambayo mfalme anatengeneza sanamu ya dhahabu ambayo alihitaji watu wote waiabudu, utagundua kwamba ni kama mfalme alisahau, na lengo la hii sanamu yake alikuwa anajaribu kuonesha jinsi ambavyo yeye ni mkuu, anajaribu kuonesha jinsi ambavyo yeye anatawala dunia yote, lakini pia alisahau kwamba utawala pamoja na fame ambayo alikuwa nayo ni Mungu alimpa. Kwenye hii sura ya 2 tunaona Danieli anasema yeye Mungu ndio anayeweka wafalme na kuwaondoa. Ila sura ya 3
unagundua kwamba Nebukadreza alisahau haya yote yaliyotokea wakati anatafsiriwa hii ndoto na anasimamisha ile sanamu. Ukiendelea sura ya 4 utaona akijisifu, na baada ya kujisifu Biblia inasema ufalme ukaondolewa kwake. Kwa hiyo Danieli alimpa tafsiri ya hii ndoto ili mfalme ajue yampasayo kufanya, na naweza kusema kwamba yamkini Nebukadreza alichotakiwa kukifanya ni kumacknowledge Mungu wa kweli, kwamba nguvu ya utawala alionayo, umaarufu alionao na kila kitu alichonacho kwenye utawala wake kimetokana na Mungu. Na jambo la 6 ambalo tunaliona kwenye mstari wa 47 ambalo pia nimesema yamkini ni moja kati ya vitu visivyo rasmi vilivyotokana na Wayahudi hawa au Waisraeli kupelekwa Babeli, ni Mungu wao kutambulikana. Mstari wa 47 Biblia inasema, mfalme akajibu akamwambia Danieli, hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu, Bwana wa wafalme, awezaye kufumbua siri, kwa kuwa wewe uliweza kuifumbua siri hii. Kwa hiyo Mungu anaendelea kutambulika kwenye huu ufalme wa Babeli. Na baada ya hili mfalme anafanya kama alivyoahidi, kwamba kwa atakayeweza kutafsiri ndoto atapewa zawadi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na nafasi kubwa kwenye uongozi. Na tunaona Danieli alitukuzwa, aliwekwa sehemu ambayo baada ya mfalme Nebukadreza anafuata yeye. Na hii inaweza kusema kwamba kuna mstari unasema zawadi ya mtu humpatia kibali mbele ya watu wakuu. Na naweza kusema kwa Danieli, hekima ambayo Mungu alimpa ilimpatia kibali mbele ya mfalme na ikamweka kwenye nafasi ya kuwa mtu wa kuathiri masuala ya utawala wa Babeli kwa kipindi kile. Kwa hiyo kama ambavyo Danieli aliweza kumheshimu Mungu na Mungu akamtumia katika ule ufalme wa Babeli na mpaka akafika kwenye nafasi ya kuinfluence utawala wa Babeli, ikiwa ni pamoja pia na yeye kuhusika kuwaleta wale marafiki zake na wenyewe kuwa katika sehemu muhimu za uongozi wa Babeli. Na sisi kama watu tunaomtegemea Mungu tuna uwezo wa kutumia vizuri vile vitu ambavyo Mungu ametuweka na tukaweza kukaa sehemu ambazo tunaweza kuathiri utawala wa nchi, tunaweza kuathiri mambo mbalimbali ya nchi na mambo yakaenda vizuri kwenye hayo maeneo ambayo tutakuwa na influence. Na Biblia inasema kila mmoja kwa kadiri ya kipawa cha Mungu amepewa kitu ambacho anaweza kukitumia akamtangaza Mungu, lakini pia akawahudumia na watu wengine, akawafaidia na watu wengine. Kwa hiyo kwa kuhitimisha, tuendelee kumheshimu Mungu kwa maisha yetu, lakini pia tuendelee kuvitumia vile vitu ambavyo Mungu ametuwekea ndani yetu kwa unyenyekevu, kuwahudumia watu, kuihudumia jamii, na mwisho wa siku kwa vile tunavyovifanya tumtambulishe Mungu kuwa Mungu wa kweli katika mazingira ambayo tupo. Okay, kwa kumalizia, episode ijayo tutajikita wapi sasa? Okay, kwenye episode ijayo tutaangalia sura ya 4 ya Danieli, ambayo ilikuwa ni ndoto nyingine ya mfalme Nebukadreza, ambayo ni ndoto ya pili kurekodiwa kwenye kitabu cha Danieli, na tutajifunza pale. Ni eneo lingine ambalo Mungu wa Israeli, Mungu wa kweli, anaendelea kutambulika kupitia uwepo wa Danieli kule Babeli. Leo tunaondoka na neno gani la hekima kwenye The Bible Mind? Okay, maneno mawili. Sawa. Jambo la kwanza, ndoto ni mojawapo kati ya njia nyingi ambazo Mungu anatumia kuzungumza na wanadamu. Ndio. Kuwasilisha mapenzi yake na kuwasilisha vitu ambavyo vinaweza kutokea au vinaendelea kwenye wakati husika. Lakini jambo la pili, Mungu ndiye Mungu anayezifunua hizo ndoto.
na kwa njia ya maombi tunaweza kupokea vile vitu ambavyo tunatamani Mungu avifunue kwetu. Wow, imekuwa ni njema sana. Leo tunakamilisha hivyo kwenye The Bible Mine. Wiki ijayo tutajikita tena kwa hili ambalo tumelianza. Mimi ni R. Skies, ni kuage tu kwa heri kwa sasa kwa kipengele hichi cha The Bible Mine, na kuacha hapa na Dr. Tabitha Massey anakuambia wema wako Yesu, akiwa na Elia Montondo.